Mwanadamu yoyote ambaye anaishi katika dunia hii, anaishi katika dunia ambayo kila wakati ana maswali. Yale maswali alionayo yanahitaji majibu. Kwa hiyo kwa sababu anahitaji majibu, lazima ajue namna ya kupata hayo majibu ili aweze kujibu hayo maswali ambayo anajiuliza kwenye akili yake. Kwa sababu mtu yoyote ambaye anaishi katika dunia hii asiyekuwa na maswali, huyo si mwanadamu wa kawaida. Kila mtu aliyopo hapa ana maswali. Upo hapa unajiuliza namna gani unaweza ukalipa ada mtoto wako, hilo ni swali. Inawezekana upo unajiuliza kwa habari ya ndoa yako, hilo ni swali. Inawezekana unajiuliza biashara gani ufanye, hilo ni swali. Kwa hiyo kila swali linahitaji majibu. Kila mtu ambaye anaishi katika ulimwengu huu ana maswali ambayo anajiuliza, yanayomdisturb. Sasa kwa sababu tunayo maswali mengi na tunahitaji majibu, lazima tujifunze mfumo mzuri wa kujibu maswali. Kwa sababu mimi nimepita shuleni na watu wote ambao walipita shuleni tunafahamu ya kwamba hauwezi kwenda level nyingine pasipo kujibu maswali. Lazima ujibu maswali uweze kwenda level nyingine. Kwa hiyo maswali ndio ambayo yanawafanya wanadamu aidha waongezeke kiroho au waongezeke kimaisha au warudi nyuma kiimani. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaweza akafahamu namna ya kujibu maswali, huyo mtu anaweza akaishi katika ulimwengu tulionao. Bwana asifiwe. Mithali sura ya 16 mstari wa kwanza. Biblia inasemaje? Anasema maandalio ya moyo ni mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Kwa Mungu. Nisikize vizuri. Anasema hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Linatoka kwa nani? Kwa hiyo maana yake ni hivi, mwanadamu yoyote aliye na maswali hana option nyingine zaidi ya kupata majibu kutoka kwa Mungu. Yaani utaishi kwenye ulimwengu, lakini usipopata majibu kutoka kwa Mungu, you are failure. Biblia Kiingereza inazungumza vizuri kabisa, inasema the preparation of the heart belongs to man, but the answers to the tongue belongs to God. Maana yake the preparation, maandalizi ya maswali, mimi ndio ambaye najiuliza maswali, majibu yanatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo there is no any option, unaweza ukaishi kwenye ulimwengu pasipo kupata majibu sahihi ya maswali ulionayo. Trying to answer what is life, yani wanajaribu kujibu kwa habari ya maisha. Kila mtu anajiuliza, na mpaka leo kuna watu kule Marekani wanaita ma-atheists, wasioamini habari ya Mungu, wanajiuliza maswali, huyu Mungu yupo? Hapana. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya vitu ambavyo wanatumia understanding, akili zao uweze kujibu maswali. Lazima ujue namna ya kucode ili uweze kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize vizuri. Mwanadamu yoyote ambaye anataka majibu lazima ajue namna ya kuomba, kwa sababu kupitia maombi ndipo ambapo tunapata majawabu ya maisha yetu. Maombi si mazungumzo kati yako wewe na Mungu. Hiyo unaifahamu wewe kama Mkristo. Maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na roho ambazo zipo nje ya uwezo wa mwanadamu, au mahusiano kati ya mwanadamu na roho ambazo zipo nje ya uwezo wa mwanadamu. Maana hivi, mwanadamu siku zote anaishi katika mwili. Kwa hiyo siku zote anahitaji assistance ya uwezo mwingine ambao utaweza kumsaidia katika ulimwengu ambao anaishi. Sababu unaishi jiji hili la Dar es Salaam, lina mambo mengi ambayo yanakuconfuse. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima ujue namna ya kukodi kwenye maombi ili uweze kuzungumza na roho zingine. Okay, unaweza ukaniambia hivi, mwalimu, kwa nini unasema ya kwamba maombi ni mazungumzo kati ya wewe na roho zingine ambazo zipo nje ya uwezo wa mwanadamu? Kwa sababu hata watu ambao wanatumia nguvu za giza wanaomba, wanaendaga kwa waganga wa kienyeji, wanaendaga kwa mizimu yao, wanaendaga kwa mababu na mababu kwenda kuomba. Kwa hiyo hata wao wanaomba. Kwa hiyo kwetu sisi tunapodefine maombi, maana yake ni mazungumzo kati ya mwanadamu pamoja na roho ambazo zipo nje ya uwezo wa mwanadamu. Kwetu sisi wa Kristo tunadefine kwamba maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Roho Mtakatifu. Maanake mimi ninapokuwa na mazungumzo na Roho Mtakatifu, ninapokuwa na mazungumzo na Mungu, mimi hapo ninaomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kile kitendo cha kuwa na uwezo kujitafuke kuhama hapa duniani kwenda katika ulimwengu ambao hauonekani, hayo ndio maombi. Maombi muda mwingine tunaweza tukasema ni ushirikiano uliopo kati ya mwanadamu na roho ambazo zipo nje ya uwezo wa mwanadamu. Maanake mimi ninapotoka hapa nikahama nikaenda katika ulimwengu mwingine, hapo ninaomba. Ndio maana unaweza kukuta kuna baadhi ya watu wengine wakishaanza kuomba, unamkuta yule mtu ni kama vile amehama. Yaani ukimgusa it's like kama kuna kitu fulani kinamdrive kule ndani. Hawezi kuacha au kukata ile hali ya kuomba. Kwa sababu gani? Amehama mahali alipo. Kuna mahali pengine yupo, lakini kule alipoenda kuna mahali fulani hivi anaelekezwa vitu gani vya kufanya. Kwa mwisho wa siku vile vitu ambavyo anaanza kupokea vinaanza kumsababisha asirudi katika mwili. Kuna watu unaweza kukuta ukapiga magoti saa moja, anaamka saa 12 jioni. Kwa sababu gani? Alihama, hayupo katika hali ya kibinadamu, yupo katika hali ya kiroho. Haleluya. Ni mimi nazungumza na Roho Mtakatifu. Mimi nakaa karibu na Mungu. Mimi ninatengeneza ukaribu na Roho Mtakatifu. Tunakuwa tunazungumza, aniambie habari ya maisha yangu, aniambie habari ya kesho yangu, aniambie habari ya biashara yangu, aniambie habari ya ndoa yangu. Kwa hiyo kile kitendo cha kuweza kuzungumza na Roho Mtakatifu, kama una uwezo wa kuzungumza na Roho Mtakatifu, una uwezo wa kuzungumza na Mungu,
Maana hivi, kuna mambo ambayo ni magumu sana kibinadamu, yanahitaji sana attention ya kimbingu kuingilia kati duniani, kwa sababu mwanadamu hakuumbwa aweze kufanya kazi peke yake. Aliumbwa afanye kazi na Mungu. Alipojiseparate na Mungu, Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza, alipomtenda Mungu dhambi, akajikuta amejiseparate na Mungu. Ili aweze kurudi, lazima atarudi kwa fellowship kupitia maombi. Bwana asifiwe. Kwa maombi ndio ambayo yananisababisha mimi sasa nianze kukodi namna ya kuzungumza na Mungu, kwa sababu pasipo maombi hatuwezi kuzungumza na Mungu. Ila kupitia maombi tunaweza tukakodi namna ya kuzungumza na Mungu. Okay, tufungue Mathayo sura 26 kuanzia mstari ule wa 37 mpaka mstari wa 43. Nitasoma so fast kwa sababu ya muda. Mathayo sura 26 kuanzia mstari wa 37. Biblia inasema hivi, akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akasema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Very powerful. Mstari wa 42 anaendelea, anasema hivi, akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kwa nini watu wengi hawaombi? Kitu cha kwanza, Yesu Kristo alipowachukua wale wanafunzi aliokuwa anawapenda, Yohana, Petro na Yakobo, alipoanza kuhuzunika ndani yake na kusononeka, tafsiri yake ni hivi, alikuwa na mzigo ndani yake. Ule mzigo ukamsukuma kuomba. Kwa nini watu wengi hawaombi? Kwa sababu hawana mzigo unaowapush kuomba. Mtu yoyote ambaye anaomba, ukae ukijua kuna kitu kinachomsukuma kuomba. Mtu yoyote ambaye anapambana kwenye biashara yake, ni kwa sababu ana mzigo wa kufanikiwa, lazima tu atajituma. Mtu yoyote ambaye anajituma kwa habari ya kumlea mtoto wake, ni kwa sababu ana uchungu na maisha mabaya. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima mzigo aliobeba ndani ndio ambao utampush kuomba. All the people in the world who are praying is because they have something inside. Kuna kitu kinachowasukuma kuomba. Kwa hiyo mwisho wa siku ukiona hauwezi kuomba, hauna mzigo wa kuomba, ni kwa sababu kule ndani hakuna kitu kinachokusukuma kuomba. Yesu Kristo alianza kwanza kuhuzunika. Alianza kuhuzunika kwa sababu kipo dhambi ya ulimwengu inayomtesa mwanadamu. Kwa hiyo inabidi yeye awe na mzigo wa kuomba. Angalia kilichotokea. Yakobo na Yohana na Petro hawakuweza kumsaidia. Kwa sababu gani? Hawana mzigo ndani, ndio maana walilala. Usije ukadidanganya. Wakati mwingine unapokuwa unatamani kuombea jambo fulani, usitamani watu waanze kukusaidia kuomba. Omba wewe, kwa sababu mzigo unaujua wewe mwenyewe. Usianze kwa sababu unajua kuna ile fellowship, tuombe pamoja, si ndio? Lakini kuna yale maombi binafsi. Wewe ndio ambao unapitia magumu fulani. Haleluya. Nikutana na binti mmoja mahali. Alikuwa analia. Nikamuuliza, wewe kwa nini unalia hivyo? Shida ni nini? Ameniacha. Ulimpa nini? Nilimpa moyo wangu wote, nikampa roho yangu yote, nikampa kila kitu nilicho nacho, nywele zangu, maisha yangu na mwili wangu. Okay, umempa hicho kila kitu ulicho nacho kwa sababu wewe kule ndani una uchungu, ndio ambao utakuwa na uwezo wa kuomba. Usihitaji mimi nikusaidie kuomba. Wewe unajua ya kwamba watoto wako wanakutesa. Kwa nini mchungaji ubebe mzigo wako? Huo mzigo ni wako. Mchungaji atakusaidia kukupa instruction, maelekezo, namna gani ya kuomba, namna gani ya kutrust, kwenda katika ulimwengu mwingine ili uweze kupambana na hilo jambo. Lakini usifike wakati mchungaji atuombeagi kabisa, yani mpaka mtoto wangu ananisumbua. Yani mimi kwa kweli haiwezekani. Hii kanisa lina upako. Mimi nashangaga, yani mimi wewe unajiulizaga, unataka kanisa gani lenye upako? Wewe una upako, au unataka kanisa lenye upako? Wewe ndio uanze ambao una upako ili watu wengine wapokee upako. Haleluya. Akumalizia hapo, akasema roho yangu inaugua, inahuzunika kiasi cha kufa. Usio mzigo wa kawaida. Kwa nini watu wengi waombi? Hawana mzigo. Ukiwa na mzigo wa kuomba, Yesu Kristo hakuishia hapo. Ukiendelea pale mbele utaona kitu cha tofauti sana. Nasema hivi, akaomba akisema, Baba, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke. Everyone who pray emotionally will fail, but people who are praying spiritually will prosper. Mtu yoyote ambaye anaomba kwa hisia hawezi kupata matokeo. Mtu yoyote anayeomba kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu atafanikiwa. Watu wengi wanaomba kwa hisia.
Sikiliza, Yesu alipokuwa anaomba hapa aliimba kwa hisia. Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, wakati ndio kikombe ambacho aliandikiwa na baba yake aje kukibeba. Maana kilifika wakati mwili ukawa unampush, ukawa unamwambia sikiliza, hauwezi kwenda msalabani. Kwa sababu gani? Mateso utayopata ni makubwa. Manake Yesu alipokuwa anaomba hapa, lazima bayani means alikuwa anaona kila kitu katika ulimwengu wa kiroho, atavyoteswa, atavyobeba msalaba, atavyoingia kaburini, alikuwa anaona maumivu yote ambayo atapitia. Kwa mwisho wa siku alipata shida sana ndani ya moyo wake. Haleluya! Kwa hiyo kile kitu kikampush kuomba. Sasa sikiliza, anaposema kwamba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, tafsiri yake ni kwamba Mungu, ikiwezekana hili jambo la kwangu, huu mzigo wangu nisiubebe, awepo mtu mwingine ambaye atabeba. Sikiliza, itafika wakati kwenye maisha, hakuna mtu mwingine yoyote kwenye maisha yako ambaye ataweza kubeba mzigo wako zaidi ya wewe mwenyewe. Kwa hiyo ng'ang'ana katika ulimwengu wa kiroho until hicho kitu kitokee. Ndio maana huwa mara nyingi napendaga hata kwenye mitandao ya kijamii huwa napendaga kutumia neno moja, nasema vitari until something happen. Maanake ng'ang'ana na hilo jambo, ling'ang'anie mpaka make sure kwamba una prosper. Hakuna mtu mwingine anaweza kaisolve ndoa yako, ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kaisolve biashara yako, ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye ataweza kukusomea wewe uweze kufaulu, ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kaubeba mzigo wa mateso ya maisha yako zaidi ya wewe mwenyewe. Kwa hiyo inafika wakati uwe na msuli wa kusimama wewe peke yako. Yesu Kristo alikuwa na msuli wa kubeba msalaba wake. Anatuambia hata sisi tunaomfuata lazima tubebe misalaba yetu tumfuate yeye. Katika ulimwengu tulionao, katika hizo nyakati tulionazo, natamani kutamkia hata wewe mtumishi wa Mungu uwe na msuli wa kubeba msalaba wako. Kubali kubeba msalaba wako, kubali kubeba mzigo wako, kubali kubeba mateso yako, kubali kubeba, kwa sababu ni cha kwako. Lakini haijaishia hapo tu. Utamwona Yesu Kristo anasema hivi kwamba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini, anamalizia anasema walakini si kama nitakavyo mimi, mapenzi yako yafanyeje? Mapenzi yako yafanyeje? Nisikilize, ukienda kwenye maombi, si kila ombi utajibiwa. Yesu Kristo aliomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, baba yake hakumjibu. Kwa mara ya kwanza katika historia, baba yake anageuza kisogo, hataki kumsikiza mtoto. Kwa sababu gani? Imefika wakati lazima utimilize. Hii ndio jambo ambalo ulizaliwa kulitimiliza katika ulimwengu. Itapofika wakati ambapo Mungu akujibu kwenye maisha yako, manake Mungu amekujibu. Yaani inapofika wakati mwingine unapoona Mungu amekugeuzia kisogo, manake ni hivi, hilo jambo linakuhusu wewe. Yaani usikubali aanze kubadilisha majibu. Majibu yaliyopo ndio hayo. Nilikuwa na binti mmoja, nilikuwa nazungumza naye mambo fulani, alafu ghafla akawa ananiuliza, mtumishi wa Mungu, haiwezekani yule mkaka akaniacha. Yaani ananiachaje kwa mfano? Yaani ananiacha. Nikamwambia wewe sikiliza, amekuacha kwa sababu Mungu ana njia kwenye maisha yako. Hiyo njia iliyopo sasa hivi itakuletea majanga baadaye. Haiwezekani mimi nampenda. Yaani jamani, mimi moyoni mwangu kinifungua, yaani yeye peke yake ndio anachukua nafasi. Anachukua nafasi kwako, lakini kwa Mungu hayupo. Kwa Mungu anapokujibu wakati mwingine akikaa kimya, manake hilo jambo hautakiwi. Yaani ndugu zangu, sisi ambao tumepata neema jioni ya leo, make sure kwamba ukienda kuomba, Mungu ninaomba unipe milioni 10. Mungu hajakupa hiyo milioni 10, usihuzunike mtumishi wa Mungu. Kubali ya kwamba Mungu inawezekana. Anajua kabisa ukipata hii milioni 10 utaacha kwenda kanisani. Kwa mwisho wa siku bora kunyime. Inawezekana watu wengine Mungu amewaweka nje ya ndoa, yaani hamjaingia kwenye ndoa kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Anajua siku utakapoingia utamwacha Mungu. Kwa hiyo anakutengenezea msuli wa imani kwanza, kusimama na Mungu kwanza, anakutengenezea majibu kwanza, uwe na majibu namna ya kusimama. Mara nyingi huwa nasema hivi, nikiendaga kwenye maombi, naendaga kwa theory moja. Kipindi nilipo chuo nilisomaga kwa mtu mmoja anaitwa Aristotle. Aristotle alisema kitu kimoja, Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia jamani, yani news zetu zinapendeza. Muangalie jirani yako, muangalie anapopendeza na umpe smile tu jamani, mwambie kwamba Yesu anakupenda mno. Lakini sio ya kinafiki, yani kuna mtu mwingine anakuambia hamna lolote, yani wewe nikikuangalia hamna lolote. Ile realism theory alisema kitu kimoja ambacho nilikipenda. Akasema hivi, the mind of men are always tabula rasa. Tabula rasa, kwa wale ambao tumeenda shule mtaelewa, ni kitu ambacho kipo empty. Kitu ambacho kipo empty maana yake hakina kitu ndani. Mimi nikienda mbele za Mungu natakiwa niende by tabula rasa. Yaani kichwa changu hakina majibu yoyote kichwani. Ninaenda kwake yeye ndio anipe majibu. Mimi kwangu nina maswali, naenda kwake anipe majibu. So unakuwa na majibu yako afu naenda mbele za Mungu. Yaani jitahidi kwenye maisha yako uende by tabula rasa. Uko empty set. Unaenda mbele za Mungu unamwambia hivi, Mungu,
naomba unipe majibu. Kwa nini biashara yangu haijakaa sawa? Kwa nini ndoa yangu haijakaa sawa? Kwa nini huduma haiendi? Kwa nini maisha yangu yapo kwa namna hii? Kwa nini watoto wangu wananitesa? Unaenda kwake kupata majibu. Unajua kinachotupa shida, tunaenda tukiwa na majibu yetu. Mara nyingi sana huwa nazungumza na vijana, unamkuta kijana anaenda mbele za Mungu kumwomba Mungu mchumba, anao vijana watoto 5 wapo kichwani. Unafikiri Mungu atakujibu? Huyu mtu manake kwenye kichwa chake anayo majibu yake. Pale kuna mmoja ambaye ana shepu nzuri, kuna mwingine ambaye ana macho mazuri, kuna mwingine ni msahabu anaongea vizuri lakini shepu hana. Huyu mwingine huyu kidogo ni mpambanaji lakini hapana, huyu atanivuruga, huyu ana kiburi. Naenda tena kwa mwingine, huyu nikimwangalia kiukweli appearance yana anajituma kweli, lakini ni mtu ambaye asiyependa kanisa. Kwa hiyo anao wangapi? 5. Haya yote ni majibu ambayo yuko naye kwenye kichwa chake. Hivi nafikiri Mungu apata kusika? Kama tu wa kweli tu, Mungu apata kusika? Mungu hawezi kukupa majibu kisa kuwa na majibu yako kichwani. Hawezi kukupa majibu. Lazima huko kichwani umondoe kila kitu. Alafu mruhusu Mungu aweze kuweka majibu yake. Na maidheni, sikiliza. Jibu la Mungu siku zote ni sahihi. Hata kama linaumiza, litakupa tu matokeo mazuri. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu, kichwani kwako kusiwepo na jibu lolote zaidi ya lile jibu ambalo linatoka kwa Mungu aliye hai juu mbinguni. Mungu ndio akupe majibu kwenye maisha yako. Mungu ndio awe jibu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Jitahidi kwenye maisha yako kila wakati ukienda mbele za Mungu, mwambie Mungu, nipe majibu yako, nipe maelekezo yako, nipe direction zako. Yohana sura 14 mstari wa 6 Biblia inasema mimi ndio njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa nani? Anasema mimi ndio njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa Yes. Kwa hiyo mwisho wa siku kama Kristo anasema yeye ndio njia, maana yake yeye ndio majibu. Ukienda kwake, nenda ukiwa unaamini ya kwamba yeye ndio ambaye atakujibu. Mara zote maombi yamekuwa ni disaster kwa Wakristo wengi. Nisikize vizuri. Kwa sababu hawakeshi wakiomba. Kukesha, Biblia Kiingereza imetumia watch. Kuwatch maana yake ni kuwa macho. Kila wakati macho yako yanatakiwa yawe hivi. Unaona? Kwa sababu Mungu anajua unaishi ulimwengu ambao wako watu ambao wanakutafuta kila wakati, wanatamani wakuangushe. Hauwezi kukaa huu ulimwengu ambao tunaishi. Dar es Salaam hii ambao unaishi, mtumishi wa Mungu, hauna maadui. Hapo wewe ni Mkristo. Labda wewe sio Mkristo ambao umeokoka kweli kabisa, yani umejisatiti moyoni. As long as unamtumikia Mungu katika roho kweli, wawepo watu ambao watakutafuta. Kama ni kwenye kazi watakutafuta, kwenye biashara watakutafuta, kwenye huduma watakutafuta. Kwa hiyo usipokuwa makini, lazima wawepo watu ambao watakumaliza. Kwa hiyo kitu pekee ni cha kukesha. Kukesha maana yake nini? Haimaanishi ukae usiku mzima ukiwa unaomba. Maana yake wakati wote uwe watchful. Ukiingia kwenye basi, ukiingia kwenye bajaji, ukiingia mahali popote, pale unatakiwa kuwa macho. Haleluya. Mungu anataka sisi wa Kristo ndio tuwe suluhisho la kuwasaidia watu wengine. Kila wakati tuwe na macho. Sababu shetani kila siku anapanga mipango mibaya.